Katika nchi ya Urusi, malengo yao ni mapana zaidi katika mgogoro huu, kwa sababu wao wanahitaji kukamata eneo la Novorossiya, kwa sababu nchi ya Ukraine inagawanyika katika vipande kama vitatu kiasili. Maana yake kuna eneo la Novorossiya, kuna eneo la Malorusia na kuna sehemu ya Ukraine ambayo ni mwishoni kabisa. Eneo la Novorossiya, eneo la Malorusia kiasili ni maeneo ya nchi ya Urusi, kwa sababu upande wa Novorossiya ni upande ambao walipigana na dola kama ile ya Ottoman Empire kipindi inatawala maeneo ya kule. Haya maeneo yanapakana na sehemu ya Black Sea. Waliweza kukamata maeneo yale kipindi cha Catherine the Great. Lakini vile vile maeneo kama ya Malorusia ambayo yanapatikana katikati ni eneo ambalo walilipata kutoka kwa Bogdan Khmelnytskyi ambaye alikuwa ni mtawala katika eneo husika, lakini akahitaji protection au ulinzi kutoka kwa Warusi. Ndio asili ya wao kukamata maeneo yale. Kwa hivyo lengo la nchi ya Urusi katika vita hii hasa ni kukamata eneo la Novorossiya. Na nikisema eneo la Novorossiya nazungumzia maeneo ya upande wa mashariki mwa mto Dnieper. Ina maana unakusanya maeneo kama Donetsk, Luhansk, Zaporizhia, Kherson, miji kama Dnipropetrovsk, Mykolaiv mpaka kuja katika sehemu za Odessa. Lakini kulingana na strategia ya maeneo husika, maana yake unalazimika uchukue eneo vile kama la Kharkiv ili kutengeneza protection ya baadhi ya maeneo kama Donetsk na Luhansk. Kwa hiyo muundo umekaa hivyo nchi ya Urusi. Sasa kulingana na strategia ya plani ya nchi ya Urusi na malengo yake mapana ya kuchukua eneo la Novorossiya, ni eneo ambalo hauwezi ukalikamata kwa siku moja. Hii ikimaanisha kwamba ina maana vita ya nchi ya Urusi na Ukraine is a long time battle. Ni vita ya muda mrefu. Katika mazingira namna hiyo, nchi ya Ukraine inaonekana vile inafahamu kwamba plani ya nchi ya Urusi ni pana zaidi kuliko vile inavyoonekana katika hali ya kawaida. Na ndio maana moduli walioichukua wao katika kupambana na nchi ya Urusi ni kuhakikisha kwamba vita inakuwa ya bei ghali. Na hii ndio mfumo wa sasa hivi unavyotumika. Ukiangalia vita ya Marekani na Iran, Marekani vita kwake inakuwa ngumu kwa Iran kwa sababu tu njia ambayo Iran wameitumia kupigana vita ni kutumia silaha ambazo zina uwezo mzuri lakini bei yake ni nafuu, kiasi ambacho gharama ya vita kwa upande wa Marekani inakuwa ni gharama kubwa. Lakini idea hiyo ilikuwa hata kipindi kile kundi kama la Hamas wanapigana na Israel. Muundo ulikuwa ni huo kwamba kuhakikisha kwamba gharama ya vita inakuwa kubwa. Na ndio moduli ambayo inachukuliwa sasa hivi na nchi ya Ukraine. Na mwanzo wakaona kwamba nchi ya Ukraine imekuwa ikishambulia katika sehemu za uzalishaji wa mafuta, kuifanya tu gharama iwe kubwa ya vita, ili mwisho wa siku Urusi iweze kufikiria tofauti na vile inavyofikiria hivi sasa. Katika siku ya jana wameshambulia katika mji wa Belgorod katika sehemu ya chuo. Leo wameshambulia katika sehemu ya Gelensk ambayo ni katika sehemu za pwani ambayo inaonekana kwamba kuna watu walikuwa